Habari gani? Nikukaribisha katika makala nyingine. Makala ya leo tutaenda kuangazia historia ya Che Guevara. Kabla ya kuangalia makala hii, ni kuombe uweze kusubscribe channel hii. Gusa alama iliyoandikwa subscribe, ulike, ucomment ili uweze kupata makala nyingi na nzuri zaidi. Historia ya Che Guevara. Jina kamili ni Ernesto Guevara, daktari, mwanamapinduzi wa kijamii. Amezaliwa Argentina mwaka 1928 mwezi wa 6 tarehe 14 na alifariki Oktoba 9 mwaka 1967 Bolivia, milimani. Chanzo cha kifo ni kuuawa kwa kupigwa risasi. Kama kijana msomi wa shahada ya udaktari, Che Guevara alisafiri nchi nyingi sana huko barani Amerika ya Kusini, na rafiki yake akawa ni mtu mwenye uchungu mkubwa kuona maisha ya dhiki, njaa, magonjwa nchi za Amerika ya Kusini. Akawa na mwamko mkubwa kubadili hali ile, kwa kuwa aliamini ya kuwa mfumo wa ubepari ndio chanzo kikubwa kilichokuwa kinaitafuna Latin America. Miaka ya 50 akiwa anasoma udaktari huko Mexico, Che Guevara alikutana na Fidel Castro na Raul Castro, ambapo watatu hao walipanga mapinduzi ya kumng'oa rais wa Cuba wakati huo Fulgencio, ambaye alikuwa na uhusiano wa kimaslahi ya Amerika, akapata nguvu na uaminifu mkubwa kutoka kwa Fidel Castro na kupandishwa kuwa kiongozi wa wanamgambo. Punde tu baada ya Fulgencio Batista kukimbia Cuba, Che Guevara alihusika kama mtu muhimu katika serikali ya Cuba iliyoongozwa na Fidel Castro, akiwa kama gavana wa benki kuu ya Cuba, ambapo sahihi yake ilianza kutumika katika noti za Cuba, baadaye kama waziri wa kilimo wa Cuba. Mwaka 1964 akiwa kama mmoja wa msafara wa watu wa serikali ya Cuba, Umoja wa Mataifa New York ya Marekani, aliweza kupata sifa ya mwanamapinduzi halisi wa kukumbukwa pale alipotoa hotuba ndefu katika ukumbi wa UN, akilaumu wazi ukimya wa umoja huo juu ya kilichokuwa kinaendelea Afrika Kusini, ubaguzi wa rangi. Alinukuliwa akisema, wale wanaouawa watoto wao na kuwabagua kila siku kwa sababu ya rangi ya ngozi, wazungu wanaoua watu weusi na hawakamatwi, serikali ya kibabelo inalinda wauaji, mbaya zaidi inawadhibu na weusi kwa kuwa tu wanataka haki zao na utu wao. Vipi watu hawa makaburu wanaitwa watetezi ama walinzi wa amani? Mgogoro wa Kongo na DRC. Miezi michache baada ya kutoa hotuba UN, Che Guevara alitoweka katika mazingira ya kawaida public. Hakuna aliyejua amekwenda wapi mpaka baadaye alipokuja kugundulika Che Guevara alikuwa akipigana sambamba na Laurent Kabila huko Kongo dhidi ya Wabelgiji na baadhi ya wapiganaji wa Cuba waliokuwa Afrika, vita ambayo ilishindikana na akakimbilia Tanzania na kukaa maeneo ya karibu na ziwa Tanganyika. Baadaye mwaka 1966 alirejea Cuba kumwaga Fidel Castro na kusafiri kwenda Bolivia kuendeleza harakati zake za kuikomboa nchi za Amerika na kuishi kutoka kwenye matunda ya ubepari. Aliingia Bolivia akiwa mfanyabiashara asiyejulikana baada ya kunyoa upara, kuweka mvi bandia na kunyoa ndevu zake zote. Akaweka kambi na baadhi ya wapiganaji wenzake aliowakuta Bolivia, maeneo ya milima ya Monte Dreyfus. Kukamatwa na kuuawa mwaka 1967. Makachero wa Bolivia wakisaidiana na CIA ambaye alikuwa akiwashikilia ndugu Felix Rodrigo waligundua maficho yake kundi lake humo milimani Bolivia. Asubuhi ya Oktoba 8 mwaka 1967, wanajeshi takriban 1800 walizingira maeneo yote ya milima walipokuwa wamejificha akina Che Guevara, na ikapigwa vita masaa kadhaa.
na Che Guevara akapigwa risasi za miguu na kukamatwa na wenzake. Alifungwa kwamba na wenzake, akakamatwa na kupelekwa kijiji cha Legol